Hayo ni maalum kwa ajili ya nafasi ya uwepo wako wewe kama mtu wa Mungu, na nadhani una mengi unatamani kujua, lakini kama tulivyosema, tulikwishaanza huduma ya Hoti ya Pasaka toka asubuhi. Pole wewe ambaye umekosa kipindi cha asubuhi, lakini nafikiri kama utakuwa na simu unaweza ukayapata hayo kwa kaka Yaredi kwa sababu alikuwepo. Lakini nadhani yule ambaye atakuwa pamoja na mimi tena mchana, tunaendelea na huduma yetu ya mafundisho maalum ambayo yatakusaidia kupiga hatua kutoka hapo ulipo. Tunajifunza habari ya dhiki mchana huu wa leo. Unaelewa nini kuhusu dhiki? Dhiki ni nini? Kibiblia au kimtazamo, dhiki ni hali ya mateso, mahangaiko, shida ama magumu yanayompata mtu mwenye haki. Ndio maana nikasema asubuhi nilifundisha laana. Laana ni tofauti kidogo na dhiki. Laana humwingia mtu kwa sababu ya kufanya dhambi, naye hupatwa na magumu na mateso, huzuni na shida. Lakini dhiki inamwingia mtu aliyeshiba haki, ambaye amebeba neema ya Mungu, nguvu na baraka za Mungu. Kwa hiyo utofauti wa laana na dhiki, dhiki humpata mtu atendaye dhambi, dhiki humpata mtu mwenye haki, lakini laana humpata mtu atendaye dhambi. Kitenda dhambi unavuna laana, lakini dhiki huwa ni kipengele kwa mtu ambaye amesimama kwenye eneo la haki la Mungu. Na mimi nataka nizungumzie dhiki mchana huu wa leo. Nikufundishe kwa tafakari yako, kwa nafasi yako, kwa eneo lako. Ndio maana Biblia inasema katika Mathayo 24 mstari ule wa 9, inazungumzia habari ya dhiki itakayopata watu wa Mungu katika siku hizo. Sitasoma kulingana na muda, lakini kupata muda utasoma mwenyewe kwa wakati wako. Lakini dhiki iliyompata Kristo, sawa na jinsi ambavyo alikutana na mateso, huzuni, ni kwa sababu ya haki aliyoivaa katikati yake. Na akasema pia yatawatokea wengi, watawaingiza katika dhiki kuu, nanyi mtasalitiwa, mtauawa, mtaingizwa katika changamoto mbalimbali kwa sababu yangu. Lakini anasema pale mbele, atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayemuona Bwana. Dhiki haikupi haki ya kutenda dhambi. Dhiki haikuruhusu kurudisha ubaya. Ijapokuwa utatendwa ubaya, utakataliwa, utasingiziwa, utadhihakiwa, utaingia mahali pagumu kwa ajili ya nafasi ya haki yako ambayo umeivaa, kwa kuwa kuna kitu ambacho umekichagua kuwa sehemu katika maisha yako. Kwa ajili ya Kristo Yesu, Mungu aliye haki, utakutana na mambo mengi magumu kwa sababu yake, nawe utaingia katika mapito mbalimbali kwa sababu ya sababu za maisha yake. Kuna muda watu wanakucheka, wanakusema vibaya, una utumishi wa miaka mingi, inawezekana umekuwa gumzo kwa watu, wamekusaidia, wamechoka, umefika sehemu wanakata tamaa kupitia msaada wako, maana wanaona hautosheki, lakini pia wanaona kama unapoteza muda, maana huna unachokipata kupitia huduma ya maisha ya kiroho ambayo unashughulika nayo. Na inawezekana ikawa ni namna Mungu ameachia nafasi tu ili ukutane na nyakati ambazo unakutana nazo kwa lengo la kuimarisha na kukuza sana imani yako na nguvu yako. Mtu yeyote ambaye atakutana na kipindi cha dhiki kwenye maisha yake, akarudi nyuma kwa sababu ya dhiki aliyoipata, hawezi kuwa tena mtu wa Mungu. Ukianguka katika kile kipindi kigumu ambacho unakipitia kwa sababu ya haki uliyoivaa, ukavaa mtazamo au ukavaa maisha mengine mapya kupitia aina ya maisha ambayo umeishi, usumbufu ambao umeupata kupitia wokovu ulio nao, hauwezi kubaki tena kuwa mtu wa Mungu. Ni lazima tuelewane hapa. Nisema laana ni kipengele cha mateso. Laana ni kunyang'anywa, laana ni kurudishwa nyuma, laana ni kuchukuliwa, laana ni kuvuriwa, laana ni kuaibika. Lakini dhiki si hiki. Dhiki ni mateso yanayompata mtu mwenye haki. Kwa haki yake atakutana na usumbufu wa aina mbalimbali. Kwa haki yake atakutana na changamoto mbalimbali. Kwa haki yake atakutana na shida mbalimbali. Lakini hivi havimfanyi kuuawa, kupotea ama kuhangaika ama kuangamia. Bado inawezekana akafika hatua ya kukutana na magumu, kama Biblia inavyosema, mtapata dhiki na wengi watajaribu hata kuwaua kwa sababu ya mambo ya ulimwengu huu. Lakini msiogope, na nawataka wale watakosimama mpaka mwisho ndio watakuwa watu wangu. Changamoto ambazo unakutana nazo ni kwa ajili ya nini? Maana inawezekana haki uliyoivaa ndio inayokuletea hayo ambayo unakutana nayo leo. Kuna muda kipindi cha dhiki ni kipindi chenye ukimya mwingi. Yaani ni kipindi ambacho Mungu hazungumzi na wale wanaopita kwenye kipindi hicho. Kwa maana hii kwamba watu wengi wanaotembea kwenye kile kipindi hudhani kuwa wameachwa, wametelekezwa, wamesuswa ama wamekataliwa.
Kuna nyakati ambazo unawezekana ukaziona kwamba hazina maana kwa nafasi yako. Ni kipindi ambacho inawezekana ukakiona kama hakina mtazamo mzuri kwa jinsi kinavyotembea. Ni kipindi ambacho unawezekana ukawa una uwezo mzuri sana wa maombi, lakini hakuna majibu yako. Hapo ndipo utakapoona wengine wanaamua kuingia kwa waganga, wengine wanaamua kuingia katika maamuzi mbalimbali, wengine watakwenda kuchukua vitu mbalimbali kwa ajili ya huduma zao, maisha yao, ama namna mbalimbali ambazo wanaamini zinaweza kuwasaidia kutoka pale kuwa na hatua nyingine. Umeishi maisha ya mateso na huzuni kwa miaka mingapi? Tunazungumzia hili. Watu wamekusema kuhusu hali yako miaka mingapi? Familia yako inakukataa kwa ajili ya hali hii ulionayo kwa miaka mingapi? Umepita kwenye kipindi chenye gumzo kwa namna hii kwa miaka mingapi? Tunazungumzia dhiki. Haiji kwa sababu haujafanya maamuzi, inakuja kwa sababu umefanya maamuzi. Pale unaposema nadhani nastahili kuwa mtu wa Mungu, hapo ndipo mateso na huzuni yako inapoanzia. Biblia inasema ulimwengu huu ni mali ya shetani. Unataka ama utaki. Ulimwengu huu tulionao sisi ni ulimwengu wa shetani. Sijui kama watu wa Mungu wanaelewa hili, sijui kama wanajua hili, sijui kama wanaishi katika hili ama inakuwaje, sijui. Lakini Biblia inasema hivyo kwamba huu ulimwengu ni ulimwengu wa shetani. Na ni kweli, ukirudi kwenye habari ya nafasi ya shetani kumjaribu Yesu, alimwambia kwamba ulimwengu huu nimepewa mimi na nampa mtu yoyote mambo yoyote niyatakayo kama tu akinisujudia. Hapana mahali Yesu alipinga. Akasema wewe ni muongo. Hamna mahali amesema. Unanielewa vizuri? Lakini Yesu alimwambia shetani, imeandikwa utamsujudia Bwana Mungu wako pekee. Utamsujudia Bwana Mungu wako pekee. Hakuna mtu anayestahili kusujudiwa isipokuwa ni Mungu. Lakini tunaona ziko ibada mbalimbali na nyinyi wenyewe ni shahidi huko mnakokaa mitaani. Mnaona watu wanavyoabudu, wengine wana ibada za kuku, wengine wana ibada mbalimbali ambazo wanazifanya, wanatoa kafara mbalimbali kwenye maisha yao na kufanya vitu vingi ambavyo tayari vinaonekana. Kwa lengo la kuingiza mahali pa nafasi ngumu, kwa lengo la kuwafanya kuwa sehemu ya nafasi ya maisha ya ulimwengu ambayo watu wengi wanadhani yanayo faida ambayo wanaifikiri katika nafasi ya kile ambacho kinaonekana katika mtazamo wa yale wanayoishi. Fuatana na mimi katika somo hili la dhiki. Sitaki usiangalie, nataka uangalie. Nataka pia ujue, lakini mimi nataka ujifunze. Nataka uchukue hatua pia katika hiki ambacho nakufundisha jioni hii ya leo. Lengo ni kuona namna unavyoweza kutembea. Kuna kipindi unaweza ukaangalia kama umechelewa. Watu wako wote uliowekwa nao wamepiga hatua kutoka hapo ulipo. Wengine wana magari mazuri, wengine wana majumba mazuri, wengine wana kazi nzuri, wengine wana biashara nzuri, wengine wana uchumi mzuri ambao huwezi kugusa. Ukiingia kwenye majumba yao, kwenye nafasi zao, unatamani kuiona hali ambayo wanaishi. Na wakati mwingine wamekuwa akikusema kwa ubaya tu kwamba muangalie, amekalia Yesu. Miaka inaenda hana alichokipata. Amekalia Mungu, hana anachovuna kwa nafasi yake. Mungu huruhusu kipindi hiki kumtokea mtu wake mwenye haki ili kuithibitisha haki ya mtu mwenye haki. Kwa sababu haki ya mtu mwenye haki haitathibitika pasipo dhiki anayostahili kumpata. Kwa maana mahangaiko ambayo atakutana nayo katika hali ambayo anakutana nayo ni kipimo tosha cha nafasi na upendo wake kwa Mungu aliyemchagua. Kanisa, nafikiri tunaelewana. Naomba tu utulivu wako, utulie unisikilize vizuri. Naamini kwa uwezo wa Mungu ndani ya Roho Mtakatifu atakusaidia kuelewa kile ambacho nataka nikufundishe jioni hii. Ni kigumu, lakini naamini ukikifanyia kazi utaona matokeo kwa namna ilivyo. Ninavyosema, kwa kuwa nasema nini hayaja kutokea, yawezekana usichukulie sana kwa uzito kwa sababu si bado hayajaja. Ila nyakati yanakuja, unawezekana ukaanguka, maana inawezekana ukashindwa kabisa kustahimili kipindi ambacho tayari kipo. Kipindi cha dhiki kinafunuliwa katika ukamili. Kinaletwa na joto la kutosha lenye kufanana na uzito wa jambo liloamua. Dhiki hailetwi kwa uchache ama kwa udogo. Dhiki inaletwa kwa ukubwa, sawa sawa na maamuzi uliyofanya rohoni. Kwa sababu lengo la dhiki ni kushindana na haki ulionayo ndani, kwa kipimo ama ukubwa wa haki ulioivaa, ili tuone kitu gani kitashinda katika lile uliloamua. Kuna muda watu watakusingizia tu, watasema na wewe, lakini kwa kukusingizia tu. Kila wanachokisema sio kweli, lakini wanakusingizia tu. Kwa sababu ya namna ambavyo imekuwa, wanataka waone namna gani utaweza kustahimili lile ambalo linakutokea katika maisha ambayo umeyachagua. Ngoja nikukumbushe kitu. Yohana Mbatizaji alibatiza, wakamwendea watu wengi kubatizwa. Makuhani na Mafarisayo, wazee wa makanisa mbalimbali, walienda viongozi wengi wa nchi, walienda viongozi wa dini, wakapiga magoti wakabatizwa. Lakini ilifika siku moja
Huyu Yohana Mbatizaji akasingiziwa kesi baada ya kuamua kesi ambayo ilikuwa inamhusu mfalme na binti ama binamu yake. Akasema hii sio haki wewe kumuoa huyo binti kwa sababu ni ndugu wa damu yako, na Biblia imekataa ndugu na ndugu kuoana. Unakumbuka hiki kisa? Wakamchukua Yohana wakamfunga gerezani, akaanza kupitia maisha ya dhiki na mateso ndani. Hata siku moja binti mmoja akacheza na kumfurahisha mfalme. Mfalme akasema unataka nini kwa habari ya jambo lilolifanya? Akasema nataka kichwa cha Yohana. Haki ya mtu inachukuliwa. Ngoja nikukumbushe, nataka nikufundishe dhiki. Dhiki haikupi haki ya wewe kutenda dhambi. Dhiki haikupi nafasi ya kulaumu. Dhiki haikupi muda wa kurudisha baya. Lakini laana huja kwa sababu umetenda dhambi. Naomba uelewe hapa. Laana huingia katikati yako kwa sababu umetenda dhambi. Mtu yeyote ambaye amelaaniwa ni mtu ambaye tayari alikwisha kuwa navyo tayari. Maana yake ananyang'anywa, ananyonywa, anafirisiwa ama anachukuliwa. Anarudishwa kwa mtu wa mateso kutoka kwenye hali ambayo aliahidiwa ya mema. Anavunwa kwa sehemu ya nafasi ya mahangaiko, shida, madhiki. Lakini dhiki huingia katikati ya maisha ya mtu kwa sababu ya haki ambayo ameivaa. Naomba tuelewane. Dhiki inampata mtu mwenye haki. Yaani wewe kama sio mwenye haki huwezi kukutana na hii dhiki nayozungumzia mimi. Wewe utakutana na hali fulani za maisha tu ya kawaida ambayo tayari hapo. Biblia imesema taifa litainuka kupigana na taifa lingine, kutakuwa na uovu mwingi, watu watatenda dhambi, watajidai watu wa Mungu lakini hawatakuwa. Biblia imesema kwenye Daniel pale pia inazungumza, patatokea watu wenye mfano wa utawa, sawa, lakini sio wenye kumcha Mungu, wakali, wakorofi. Biblia imesema watakuwa sio wenye kupatana, kila muda wakipatana wameumana tena, hawana suruhu, sio watu wa msamaha na huruma. Biblia inasema taifa litainuka na taifa lingine kupigana, kama tunavyosikia saizi habari ya mambo mengi ambayo yameendelea. Tunaangalia kuporomoka kwa uchumi wa dunia ambako kunakuja, kuzaliwa kwa magonjwa sugu na mazito ambayo yanakusudiwa kuonekana kwa nafasi hii. Tulizungumza pale mwanzo, kuna mambo ambayo yatatokea kabla ya mwaka 2030, magumu ambayo kila sikio litakalosikia litawashwa. Ni ukweli kwamba kuna vitu ambavyo wewe unaona kama unachokitafuta ni bora kuliko namna ya kupigania maisha unayotakiwa kuyapigania. Lakini ni ukweli kwamba unapoteza muda katika jambo ambalo halipo. Unaelewa eh? Yaani unafanya kitu for nothing. Yaani hakuna faida utakayoipata kupitia lile ambalo unasumbuka nalo. Unapoteza muda kumlaumu Mungu eti kwa sababu tu hajakupa kazi, hajakupa maisha, hajakupa biashara, hajakupa uchumi, hajakupa nini. Unapoteza muda kwa sababu kipimo cha mambo haya hakiji kama haujakaa kwenye mfumo. Na niwaambie tu siri moja kwenye maisha ya kiroho. Jinsi unavyodumu katika maisha ya imani na kuwa mkamilifu mbele za Mungu, ndivyo Mungu anavyofungua mipango yako, kazi zako na uchumi wako. Jinsi unavyokuwa mzembe kwenye hili eneo, ndivyo unavyopoteza muda wa kuharibu kila ulichokuwa nacho, kwa sababu hautapokea neema, utalaaniwa. Nafasi yako njema haitakuja tena. Kwa hiyo kuna mtu anasali kwa sababu ya kupata magari, majumba. Anasali kwa sababu ya kupata fedha, uchumi na vitu vingine ambavyo anaamini moyoni mwake vinaweza kuwa faida kubwa. Mwingine ni heshima, mwingine ni cheo, mwingine ni busara, mwingine ni haki. Lakini ni vitu ambavyo inawezekana vikawa haviwezi kukusaidia kwa sababu ni kipengele ambacho kinakuja na vitu lakini ni vya mwili ambavyo havina faida yoyote katika wakati huu. Lakini iko hivi, kama mtu hatayashinda mambo ya ulimwengu huu, kuingia katika mbingu hiyo ni ndoto. Kwa maana kila kinachokuja mbele yako ni kama jaribu, kwamba kinahitaji nafasi ya wewe kusimama ili ukipite. Biblia inasema nini? Turudi nyuma. Inasema angalieni ndege wa angani, hawapandi, hawapalii, wala hawavuni na wala hawaweki ghalani, lakini Bwana au Mungu huwalisha hao. Ninyi je? Kama mkikaa katika kumpenda na kumtumikia Mungu, ninyi je? Tunaumana kwa vitu vidogo vidogo, tunapoteza haki, msingi wa maisha ya kiimani na kiroho. Na kumbe tunaamini au tunafikiri tunaharibu hapa tu, kumbe tunaharibu hadi uchumi wa mwili ambao ungeweza kutokea kwa faida kwa nafasi ya maisha yetu ya baadaye. Hakuna mtu ambaye anaweza kukutana na kipindi cha dhiki akaishi maisha hayo na kuyashinda akabaki kuwa kama alivyo. Dhiki ina kikomo pia. Dhiki ina kikomo.
Dhiki sio sawa na laana. Laana haina kikomo. Laana hata ukifa wewe, uliyemzaa anakuja kuendelea pale pale ulipoishia. Hiyo ndio laana. Ndio maana nasema hata kizazi cha 4, cha 5, hata cha 10 watalipa hili ulilolitenda. Nafikiri hapo tunaelewana. Lakini dhiki ina kikomo, dhiki ina mwisho. Dhiki ina stop. Dhiki ina wakati wa kuishilia, haiwezi kuwa endelevu kwa nafasi yako. Pale ambapo unavumilia, unapata nguvu. Pale ambapo unaona ushindi wako ukitokea, pale ambapo unaona magumu yako yakija, maana yake kuna wakati wa neema unakusogelea. Dhiki inatukaribisha katika mji mwema, inatukaribisha au inatuandaa mahali pa mji mtakatifu ambao Mungu ametuambia baadaye tutaurithi kama watoto wake. Dhiki ina sababu ya kukufikisha mahali pema alipopaandaa Mungu ili uyaishi maisha yasiyo na machozi, machungu wala huzuni. Ndio maana anasema nitawafuta machozi, nitawafuta vidonda vyenu na majeraha mlioumizwa duniani. Yeye anasema atakuwa mwenye kuviganga vidonda vyetu, shida ama huzuni zetu. Yeye atatutibu, atasema pole wanangu, mliteseka sana duniani. Sasa kama ulitenda mabaya, hiyo uliteseka au ulitesa? Hebu piga hesabu. Mwenzako alikuzaba shavu la kushoto akasema sikubali, ukamwasha la kulia. Wakati anajiangalia akampiga na ngwala. Kwamba wewe ulifanya mara moja, mimi nimefanya mara 2, na uamue tuone. Bwana alisema tusiwe wapole wenye kupitilia, tu wenye kiasi. Kwa hiyo nimekulipa sawa sawa na maagizo ya Bwana. Wala usiniambie chochote. Ni sawa. Lakini Biblia inasema mwa wapole na ulimwengu na dunia ijue kwa habari ya huruma na upole mlio nao. Hapa ni kama kuna mtu akikufanyia upole anakutega. Unanielewa Ili aone namna utakavyotembea, utamlipiza ama utapitilia kama hujamuona. Watu wengi hawafanyi msaada kama wanafanya tu waende. Wanafanya ili walipwe kwa kile ulichokifanya. Na ndio watu tunakasirika sana pale tunapogundua hatujalipwa yale tuliyowatendea wengine. Ukikaa hapo utahesabu tu, nilimfanyia hiki, nikamfanyia na hiki, nikamfanyia na hiki, nikamfanyia na hiki. Ni mimi tu nikamfanyia na hiki. Paka mwenzako anakusikia, paka anaamua kuweka mkono kwenye shavu kwa mambo ambayo anaamini ulimtendea mwenzio. Eti tu unataka kulipwa yaliyo mazuri. Tunakorofiana hata tunakorofiana kwa sababu ya malipo ya kile ambacho tunaamini hatujastahili kupewa, kwa sababu sisi tulifanya tofauti na wao walivyotufanyia. Lakini Biblia inasema akamfanyia msaada mtu asiyeweza kukulipa, ili thawabu yako iwe kuu mbinguni. Kwa maana ukimfanyia wezaye kukulipa, siku akikulipa huna unachomdai Mungu, huna. Na sisi ndio tunachotaka, tusimdai Mungu. Wengi tunafanya kwa kuangaliana ama kujuana, kwamba hili jambo litakuwa sehemu ya nafasi yangu. Ulimwengu unafanya hivyo. Mimi najua ulimwengu unafanya hivyo. Unanielewa Nimefika sehemu nakuta madaftari, hata saa hizi ukifika kwenye mitaa mingi kuna madaftari, sawa? Kama unafika kwenye misiba ya watu wanakuandika sijui nini wanaandika michango nini wanaandika, lakini hii ni dunia. Sawa, na wao wanasema kabisa kama haumo kwenye daftari lao, siku ukipata matatizo utasumbuka mwenyewe, na wao ni wa sheria, wakiongea wamemaliza. Nyie kwenu hamna? Matafari nafikiri yamesambaa. Hii sijui ni Tanzania tu, sijui ni dunia nzima, sijui ni huku tu kwetu sijui, lakini nafikiri kuna mfumo huo. Japokuwa ulimwengu hauendi huko. Itafika hatua kwenda kuzika mtenda kuzika watu mnaojuana tu. Ulimwengu uko busy sana. Hautakuwa vile unavyofikiri. Hadi siku zinakuja sio nyingi kutoka hapa tulipo. Mabadiliko, hata mfumo wa mambo ya mazishi utabadilika. Kwa sababu roho mbaya inavaa kila wakati kwa watu. Huwezi kufikiri kwamba watu wanaweza kuiba hadi sadaka za mazishini wakiwa hapo. Kwa hiyo sio shida, nani anataka muwe wengi? Wewe mtenda kuzika wenyewe mkiwa wachache. Gharama na vitu vingine vingi ambavyo vinaongezeka kupitia maisha. Kwa sababu saa hizi watu wengine msiba ni fursa. Watu wanatajirika kupitia msiba. Unaelewa? Yaani ukifa watu wanakuja kuchukua kumbukumbu za wewe ni ndugu yao. Watu wana vikundi, wana nini, wanachangiwa posho, wanachangiwa, wanatengeneza mitaji, wanaanzisha biashara kupitia mtu kufa. Ndio maana unaona kuna wakati wanakimbilia vyeti vya mazishi vya marehemu. Cheti cha kifo. Si hivyo vinatoka kila siku. Ila ukifa wewe ambaye hatukujui, ambaye faida yoyote duniani huna, watu hawakufuatilii. Lakini kuna mtu ana kikundi hapa na vikundi viwili vitatu, na wanasema ukipata matatizo tunakuangalia, anaandia hadi hati ya kifo. Anaonyesha pale, unakuta amekaa kabisa, ameweka kabisa, lakini kinaniliki, lakini anakusanya fedha.
Baada ya pale alishapiga na mipango kabisa, hii nikitoka tu nafungua duka la nguo. Tayari. Maana ufe wewe wengine wapande juu. Kuna vitu ambavyo kwenye maisha watu wanaamini viko kuwa sehemu ya nafasi ya kipato ama faida. Nilisikia msiba mmoja wa mtu mmoja aliyefariki, mtu mkubwa kidogo. Alikuwa kwenye ngazi ya serikali. Akafa, ndugu zake walishamtengeneza zaidi ya miaka 30, wametelekeza. Wakasikia amekufa. Walitoka walikotoka, miji mikubwa, wakasafiri mpaka kwenye lile eneo. Wakapeleza, walikuwa hawajui hata amefia wapi, ila wanajua tu amekufa. Wakapeleza mpaka wakafika lile eneo ni wapi anakaa wapi. Wakachukua ule mwili. Ndio walikuwa tu wamejiandaa kwenda kuzika, wakabeba ule mwili. Wakasema hatakiwi kuzikiwa hapa. Huyu ni pato la watu. Kuna mamilioni atakayoingia kupitia yeye. Wakambeba marehemu wa watu walimtelekeza miaka 30. Wakaenda naye, ni mbaba. Wakaenda naye mpaka huko, wakatengeneza mazishi makubwa ya kifahari. Mama analia kama kweli walikuwa wote. Unajua kuna watu wana vitambi na kuna watu wana fedha, unajua labi tu anakuambia pole sana milioni. Mngemzikia huku si tungekula hiyo. Anakuja mwingine tena, mheshimiwa pole sana milioni. Achana na ile ya kiserikali, bado hiyo ni wale unaowafahamu waheshimiwa, wale unaowajua. Hizo ni pole zile za kwanza, bado za vikundi ulivyo navyo. Hujavuna milioni 30 40. Marehemu anazikiwaje polini wakati mjini kuna hela? Kuna vitu ambavyo kibinadamu vinakuja tu, vinachochewa kuwa moja ya chachu ya nafasi ya uharibifu kwa watu fulani. Lakini je, tukitazama vizuri, hii ni haki? Kama mmemtenga mtu miaka 30, mnawezaje kumrudia leo? Kwa hiyo wanasema takwimu ya fedha ambayo yule mama aliipata ni zaidi ya milioni kama 70. Hiyo ni lambi. Tungemzika kule. Lakini walishamtelekeza miaka 30. Hawataki kabisa kumuona. Serikali na yenyewe inakuja na mkono mrefu. Si unajua serikali na mkono mrefu Serikali inakuja na watu wenye miwani na nini, watu wa pole wanakuja. Wanasema pole sana mheshimiwa, pole sana. Msiba umetuuma sana. Miaka 30 nimemwacha, msiba umetuuma sana. Msiba umetusikitisha, pole sana. Lambi milioni 30. Na wewe unapiga magoti kabisa, unajua kabisa huu ni mtonyo. Kama unalia vile kama umelemka kusikitisha, kumbe unasema bora umeenda, maana nisingevuna. Roho mbaya haiko hapa tu. Na ni kipengele ambacho kimekuwa kwenye nafasi. Lakini wengi katika hili wanadhani wanapata faida, ila hii ni laana hii. Hili ni tatizo kubwa. Ni shida. Tusizungumzie habari ya mambo haya. Turudi kwenye somo letu ili upate nafasi ya kuelewa. Maana hapa nimeona watu wametulia, wanafikiri na wenyewe wakifa itakuwa faida. Sasa mimi nimeshasema ole mtu anihamishe. Kipata cha mtu mwingine. Mwingine anasema kabisa naandika na husia kabisa watu. Na atakaye kiuka ni cha moto kitampata. Acha kusema maneno mabaya. Watu wanakutegemea ufa wapate hela. Na wengine ukiwa kabisa huko hoi wanakumalizia. Maana ukipona utaondoa hela. Kwa kuna mazingira yanakotu kwenye mazingira ya kawaida ya kibinadamu. Biblia inasema utu utapotea, ubinadamu utaisha, maisha ya wema na upendo yataondolewa. Lakini tunazungumziwa dhiki ambayo inawapata watu wenye haki. Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake kwenye mlima wa Mizeituni. Na ni ukweli kwamba ndicho ambacho kilikuja kutokea. Kwa haki ambayo Yesu aliivaa, watu walimsengenya. Sawa. Kwa namna ambavyo alifanya, walimpiga. Na haikuishia hapo. Walimfanyia Paulo, walimfanyia Petro, walimfanyia Yohana. Yohana alichinjwa kabisa. Yaani hawa watu wenye majina ya kina Yohana, kuchinjwa wao ni sehemu yao. Yohana Mbatizaji alichinjwa. Yohana pia yule ambaye alipendwa na Yesu pia alichinjwa. Yaani alichinjwa kabisa tena mbele ya hadhara na mfalme Herode. Kwamba njoo na niwaonyeshe watu, iwe fundisho kwa watu wenye tabia kama ya Yohana. Wakamchinja mbele ya watu. Wakamkamata Petro, wakamfunga minyororo 4. Mkono na mnyororo wake, na mkono na mnyororo, mguu na mguu. Kila kitu kina mnyororo wake. Wakasema na huyu ni posho ya kesho, nitamfanya kama nilivyomfanya ndugu yake. Watu wakasema tunasikia sauti kama sauti ya Mungu inayotoka katikati ya Herode. Mungu akasema hunijui. Yeye ndio anataka kufanana na mimi, akampiga tumboni. Jamaa matumbo yake yakaanguka. Maana yake tumbo lilitoboka, akajikuta anafia mahali pale. Watu wakajikuta wanakimbia kwa hofu ya Mungu aliye mkuu. Lakini tayari Yohana alishauawa. Viki alikaa gerezani kwanza kwa muda. Alipata mateso na huzuni. Kila akiambiwa unamwacha Yesu, basi anasema siwezi kumwacha. Unaelewa sijui vizuri hapa. Kila wakimwambia nini na siwezi kumwacha.
Shetani anajua kutesa, na siwafichi, kama hauko sawa, bora tu uache, maana kuna mateso kwa mtu anayemtafuta Mungu vizuri. Lakini mateso haya sio vitu ambavyo vinakuja kupitia mambo ya uchawi. Uchawi huwezi kumpata mtu wa Mungu hata siku hiyo. Upigwe na vitu hivyo, unapigwa na vitu live. Kama ni ngumi, sio ngumi ya roho, unapigwa ngumi ya mwili, pua inachanika. Kama ni njaa, utalala unapiga miayo mpaka asubuhi, hakuna anayekuangalia. Tunazungumzia dhiki, sawa? Sio habari ile ya kusema rohoni. Ukilogwa uchawi ukakushika wewe, sio mtu wa Mungu kabisa, jiache tu, sababu uchawi kwa mtu wa Mungu sio kitu kinachoweza kuingia ndani. Sisi hatuingiriki kwa vitu vya rohoni, kwa sababu hawakuwezi rohoni, inabidi kupige kwa mwili. Atainuka ndugu yako, atainuka rafiki yako, atashindana na wewe kupitia maisha unayoishi. Huyo Yesu ambaye unaye amekupa nini? Kakupa nini wewe Yesu? Viatu tumekununulia. Yesu, 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 Yesu. TV unaona ni yangu, tumekununulia. Yesu kakupa nini? Labda kwaya. Kakupa nini Yesu? Kwenye usta haupo, kwenye umaarufu haupo. Yesu wewe unaweza, anaweza nini? Kwa hiyo kuna muda unaweza kukwambia mimi sikulazimishi, ila kaa utafakari. Unanielewa? Wewe ni mtu mzima. Haya maisha unayoyaishi, sijui hata wengine walikuwa wanasema hivyo Yesu Yesu, walishaacha, maana waligundua kuna ujinga wanafanya. Amka. Ni wewe sasa. Utafundishwa. So unaona, mimi mwenyewe kuna kipindi niliugua huo ugonjwa wa wenda wazimu. Nikajikuta kila muda kanisani, mama. Nilipokuja kuamka ndio kidogo nimepata kale kagari. Sasa endelea, Yesu ni mwamba. Wenzako wanavuna. Wako mle mkienda Yesu ni mwamba, mnapeleka na sadaka, wanapata. Unakaa unatafakari mpaka kichwa kinauma. Anaondoka huyo, anakuja mwingine. Na anakuja na gia zake. Kwanza advertise inaita pale simu. Naomba uniingizie hiyo milioni 30 kwenye akaunti yangu bila kuchelewa, maana nikitoka hapa nakufieka mguu. Anakata simu. Hii dunia sio ya huruma. Sio ya huruma kama unavyodhani. Mama, hii ni huruma yangu tu, nimekuja kukusaidia. Hiyo Yesu hata si tuliita, lakini haikuwa na maana, tukaachana naye. Usisemi wacha kusali, sali kama jina. Lakini kafanye kazi zako, kafanye shughuli zako, kafanye mipango yako. Nenda ili ufanye kitu. Kuna vitu vinasema Mungu naambia wewe uelewi. Kimbia. Chale kidogo, Yesu kidogo. Uwe na kiasi kwenye kila kitu. Biblia imesema. Wanaingiza na mistari 2, 3, 4 pale. Kuna muda ukijikuta hauna akili, unajikuta unaanza kutikisa kichwa kama unaelewa. Ni muda wa nafasi yako. Lakini nimesema dhiki ina mwisho. Dhiki ina kikomo. Dhiki haiendelei. Dhiki halisi mtu anakaa nayo mtu mwenye kumcha Mungu tu. Lakini laana unalisi. Laana utalisi kutoka kwa baba, kutoka kwa mama, kutoka kwa kaka, kutoka kwa dada, kutoka kwa nani sijui, utalisi. Habari ya nafasi ya hiki kitu ni tofauti kidogo kwenye mfumo wetu. Umeamua? Eti uko tayari? Ndio maana unaona watu wanajaribu kuingia, wanaona pamoto, wanatoka. Na nje na hapo basi kanisa liwe kawaida, lenye kutenda dhambi kidogo na kumcha Mungu kidogo. Sawa? Mwalimu wa kwaya anatembea na wanakwaya kidogo. Sawa? Yani kuna kale nipe nikupe. Si unanielewa? Mchungaji kidogo anakula kondoo. Kuna hali fulani ambayo inaonekana pale hamwezi kupata dhiki. Ya nini sasa? Mungu anawapima kwa ajili ya nini wakati kipimo mnacho wenyewe? Kila anayeingia mnampima vile mnavyotaka kupima. Sasa kuna haja gani ya Mungu kuwapima? Maana yake hakuna. Ndio maana nilikwambia asubuhi kwamba kuna muda mtu anaweza akaja wakasema fulani amekuja kusali, lakini yule ni kahaba sana. Kahaba hawezi kumpata mtu msafi. Kahaba anampata kahaba mwenzake. Aliyetafuta hana kosa, aliyetafuta ndio hana akili. Mimi nikajikuta kama nimelogwa. Umelogwa wapi? Huna tu akili. Sasa unamsingizia aliyekutafuta. Kwa sababu aliyekutafuta kwani shida yake nini? Si wewe mwenyewe ulijitengenezea mazingira. Kwa sababu inawezekana kuna vitu vingine tunatengeneza mazingira. Unanielewa eh? Nimekumisi sana kwa jina la Yesu, anajua kabisa hii sio Yesu. Hii kuna nyingine. Kwa hiyo kuna namna anaweza akaangalia mtazamo wa kile ambacho tayari kipo,
Zamani kabisa nilikwambia kitu kimoja. Zamani kabisa, miaka ya nyuma kidogo ilienda. Nikasema ukao umekaa na mpenda mwenzako ukaona anakulembulia macho, wewe mkate kofi. Muamshe. Sio kofi la ubaya, ni la kumwamsha kama mwanangu, zinduka. Uko unakoelekea, sio kwenye unamlembulia nani, sisi wote tuko hapa. Nani analembuliwa? Unapozikana hapo tu zamani kabisa, lakini sasa sikushauri kumpiga. Nataka hiyo ungekuwa umetusaidia. Hapa mtu anaweza kumkata kufuata mwenzake ajalembua. Hapo ndio kasema, nilikuwa kama umelembua, kumbe nasira naye tu. Sikushauri leo. Kuna watu wana ukorofi huko ndani. Nishamuida sana siku nyingi, mkate kofi. Hapo namwambia naona umenilembulia. Wakati anaanza kujitetea, mimi nasema sana zangu zimepungua kidogo, lakini sikutaka kukata lingine. Maana Biblia inasema usimrudishie mwenzio. Ni sawa, lakini kuna nini katikati ya nafasi yetu jamani? Kama kanisa una kitu cha kuangalia ndani yako. Mimi nafikiri mtu akija ni kahaba, ni mzinzi, amekuja eti amenoa meno, kwamba atapata anachotakiwa kupata. Akija mwa atakuja, ataondoka kama alivyokuja. Na nielewa, na wala mimi simkatazi kutuongoza. Atuongoze tu. Sasa nafanyeje? Kwani mimi nawalinda? Wewe ndio una akili timamu, wewe ndio unajua unamtumikia Mungu wa namna gani. Ukituongozwa wewe uliotuongozwa ukakubali, huna akili. Zaburi inasemaje? Yaani mtu afanyaye zinaa na mwanamke hana akili kabisa. Na mtu sio sasa na mwanamke tu, mtu afanyaye zinaa hata na mwanaume hana akili kabisa pungwani. Hana akili kabisa. Kwa sababu ni kitu ambacho tayari hakipo. Mimi namuelewa tu yule mkaka. Unamuelewa? Unamuelewa? Ndoa imekushinda, uje uelewa watu wa mitaani. Matatizo kweli. Lakini kuna vitu vingine vinakuwa kwenye maisha. Kuna hali ambazo haziko. Sasa unapokutana na vitu kama hivi, maana utakutana na mapigo makubwa. Mapigo makuu ambayo yatakupata kwenye maisha yako. Kuna hali zitakutokea. Kuna mfumo utauona kwenye maisha yako. Maana kuna wakati ukimya wa Mungu utatawala. Katika dhiki ambayo unaiendea wewe, ukimya wa Mungu utatawala. Ule ni muda ambao Mungu anataka kufanya maamuzi wewe kama wewe. Anataka apime kiwango cha upendo wa kwako na yeye. Unampenda Mungu kweli? Ndio maana akupigia atakuuliza unamwacha Mungu unaendelea naye. Watu watakuja watakwambia Yesu Yesu, sisi wenyewe tulikaa hivyo lakini tuliamua tuache. Tuliamua tuache. Haya mambo sio kweli, yanatupotezea muda. Na nikwambie tu kwa ushauri kwamba mambo ya kidini yameletwa ili kuweka amani. Sio kwamba ni kweli. Kuna watu wana akili zao bora wametengeneza mpaka vitabu na nini na nini. Yaani mimi niache kutafuta hela, nije nimtafute Yesu, niambie kwamba kwenye Yesu hakuna kitu. Lakini ni sawa kwamba kwa sababu wewe haujamthibitisha. Ni nani ameingia katika utumishi bila kumuona Mungu? Huo wakati ukisema naomba hela, chapu zinakuja. Baba safisha njia yangu, nataka kila mtu apatane na mimi. Wanakuja watu mpaka wabunge wanakuja kupatana na wewe. Baadaye Mungu akasema imetosha. Si umeelewa kama nipo imetosha, ni kipindi cha aziki. Shetani anacheka. Mimi najua kuwazaba makofi watu kama hawa. Najua kuwatesa watu kama hawa. Wale walio rafiki zako wanakata kona. Wale walio ndugu zako wa karibu wanakusema. Umekaa kwenye maisha ya wokovu miaka 10, huna hata kibanda. Huna hata uwanja. Yaani wewe ni chocholo tu, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Mpaka unaanguka huna. Lakini nikwambie jambo, kwamba Mungu anakusubirisha katika wakati ulio sahihi. Kuna kitu kinaweza kuishi kupitia mfumo unaoishi wewe na hali ambayo unaitengeneza. Ndio maana kipindi hicho ukimwambia Yesu uko wapi, haji. Anataka aone unampenda. Uko tayari kukutana na mazito na magumu kwa ajili yake. Maana Mungu hawezi kukupa hajakuthibitisha. Je, kama ni mwizi umejipendekeza? Tunataka tujue roho yako na undani wa kile ulichokipenda. Mkijaga hapa mnasemaje? Watu wanasema piga hapo. Na kuna watu wana haraka ya kukupigisha toba. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Nakupenda kutoka rohoni. Nakupenda kutoka rohoni. Nakushukuru kwa dhambi hii kwa sababu umenisamehe. Nakushukuru kwa dhambi hii. Kuanzia leo nimekuwa mtu wako. Kuanzia leo nimekuwa mtu wako. Unafuatisha katika sala na nini kama vizuri. Maana umeaga maisha fulani ya watu, umepunguza faida ya watu. Wanaanza kukupigisha msako. Wanakutafuta kwenye nafasi yao haupo, umepungua.
Na niwaambie, shetani huwa hapigi kidogo. Hapigi kama mama. Hapigi kama baba, anapiga kama mwanaume. Hapa nafikiri unanielewa. Unajua mwanaume hapigi kama baba Mwanaume hapigi kama mama. Mwanaume anapiga kama mwanaume. Kipigo cha mwanaume ni tofauti na kipigo cha baba. Baba ana huruma. Unanielewa? Mama anapiga hata kama anakanyaga, lakini anajua panadol ziko wapi. Mwanaume anapiga bila kuangalia na hakupi dawa. Unanielewa? Unapigwa uchumi, unakonda, wenge tu unajikuta umetokea ambako sio, macho makubwa. Hakuna kwa kuelekea. Na nakwambia bado. Yule unayemfuata kukupa, kuna muda mwingine anakusema kwanza ndio anakupa mboga. Piga maneno sana na nyimbo juu. Wataomba sana kwa sababu hawana Mungu wao kiwote, hana chochote za kutupa mboga. Jamaa yangu mwenye sema nataka kupiga hata kama kulimpa. Kama utapiga kama umeshiba, lakini kama unaacha unaokota unaenda zako. Siwezi bwana nife na njaa. Unajua njaa wewe? Kwa sababu hapa hamna mtu analala na njaa. Tunakula tunashiba. Ushawahi kufunga siku 2 kavu 3 4, unalionaje wengi na siku 4? Yaani uko kwenye huduma ya siku 3, tena ile ni huduma, unajua kabisa uko kwenye nini? Kwenye huduma. Sasa kuna njaa. Sawa, watu wamekuimbia wimbo, wanakataa kwa habari ya Mungu wako, wanakuweka pembeni. Nimesikia hata kuna watu niliona wanafanya maamuzi. Kuna watu unaona kabisa hali imekuwa mbaya, anacholopoka kimya, unanielewa? Anafika anaiba kidogo, anarudi sasa, haleluya, msifuni Bwana. Lakini hali ilimshinda, ikabidi aibe kidogo. Sawa, wanasema hii sio kwa ajili ya wizi, ni kwa ajili ya kujikimu, maana hali nilionayo ni mbaya. Na dhiki haikupi haki ya kutenda dhambi kama nilivyokuambia. Dhiki inakufanya uishi maisha ya huzuni na mateso, lakini ukibaki kuwa na nembo moja ya kumpenda na kumwamini Mungu wako. Kanisa tuko pamoja. Kuna mtu kaamua kuwa mtu wa Mungu. Kwa sababu kuna mazingira mengine tu mnakutana nayo. Hizi vita mnazokutana nazo ni ndogo sana. Ulipigwa kibuti na mtu ukapotea. Unanielewa vizuri? Mtumishi wa Mungu, mimi nafikiri unanitia kitu cha maana. Samahani mtumishi wa Mungu, nataka nihame kanisa. Sasa mimi nikufanyeje sasa? Una matatizo. Sasa tukianza kukuuliza unahama kwa ajili ya nini? Unaanza kulia mae. Ni maneno tu, hawajakupa makofi. Ni maneno tu. Watu wasema maneno hayatoboi ngozi, si sawa? Sasa kuna anayekuja kutoboa ngozi. Anakuja kukugusa katika hali ambayo ni ya maumivu na mateso. Anasema mtapelekwa katika dhiki kuu, na baada ya hapo watauaweni kwa ajili yangu. Na je, mko tayari kuuawa kwa ajili ya Bwana? Jamani, hiki ni kipindi cha mateso Yaani tukizungumzia Pasaka ni kipindi cha mateso. Sawa? Kipindi ambacho mwanadamu anapitia dhiki, anakumbuka aibu na huzuni ambayo Kristo aliipata kwa ajili yake. Na siku ile ya 3, maana yake tutashangilia ushindi baada ya kupitia katika changamoto hizi zote ambazo tunapitia. Kanisa la Mungu, kuna wakati umeumwa, kila ukimwita Mungu unaona kimya, kila ukifanya hivi kimya. Umejaribu kuchukua waombaji wengi, kimya. Ukasema mkono wa fulani ni mkono wenye nguvu, ukikaa tu juu unapona, kimya. Ukatoropoka kimya, ukatafuta mpiga ramli, akakufanyia ramli, baadaye ukarudi ukasema Yesu. Jamani Yesu. Watu wakakaa kama vile wanalia. Jamani wewe kusema Yesu. Unajua kuna watu wanajua kuvunga huko. Hebu sema Yesu jamani. Unaona kabisa kuna mtu mwingine anachelewa kuchikulia kule. Ameanza kulia mae. Kumbe yaani uvungo tu, yaani hamna lolote, ni mvungo. Yaani mtu hamna lolote. Ametoka kwa mganga. Mwacheni Mungu aitwe Mungu jamani, mwacheni Mungu aitwe Mungu. Tukasema hebu tulia kwanza, punguza. Unajua kama sio Mungu nisingekuwa hapa. Pale hapa walikuchanja, ila chale ziko huko pembeni mgongoni au kwenye shingo, umevaa kale kakinanili. Kama unasikia baridi kumbe hamna. Unatupiga chenga la macho. Yaani kuna watu wanasimama kwenye mfumo huu. Na najua ni kweli.
kwamba kuna muda inafika sehemu inashindikana. Unaelewa eh? Kuna muda inafika sehemu unaona kabisa hapa hakuna kitu kinaenda. Ni wewe na maamuzi yako. Ni wewe na Mungu wako. Unapimwa kwenye kipimo ambacho tayari kipo. Kuna muda unaambiwa kama hautafanya hivi, hautakuwa ndugu yetu tena. Tunakukata katika ukoo. Bora ukukate. Tunakukata kwenye familia, wewe sio familia yetu. Lakini kuna mtu kila muda anakutumia nauli, anakutumia mchango, anakutumia pesa, ila anakusema we, tampeleka wapi ni ndugu yangu? Na amechagua maisha ya Yesu bila maisha ya kazi. Kwa hiyo acha tu awe furushi langu, mzigo mzito huu, lakini iko siku nitautua. Kuna mazingira unayaona. Unanielewa vizuri? Dhiki ni kipindi cha mateso cha mtu mwenye haki, ndio uelewe. Na dhiki haiji kama hujaonja mema ya Mungu, haiji kabisa. Inaanza pale ulipoonja mema ya Mungu. Wale wanaokutana na dhiki kabla hawajaonja mema ya Mungu, maana yake tayari wanamjua Mungu kabla yale mema ambayo wameala. Unanielewa eh? Ndio maana kuna nyakati unaona ni kama haziendi. Baba yako atakukataa, mama yako atakukataa, ndugu zako atakukataa, utatengwa na wapendwa na watu wengine. Nasema ni kweli hata sisi tunasali, lakini anavyosali yule hatuelewi. Ni kweli tunaomba, lakini kwa uombaji wake, asubuhi anaomba, mchana anaomba, jioni anaomba, usiku anaomba, yani anaomba, yani muda wote ni kuomba. Akishika mwogo anaomba, akishika anaomba, akitana na mtu anaomba, sio nini anaomba. Ni kweli kuna kitu unaona kimepungua ndani. Ukifika sehemu kuna watu wanakutenga, kuna watu wanakuacha, kuna watu wanakukataa. Ni kipindi ambacho hata ukisema ujitetee, watu watageuka, wewe ndio utakuwa adui pamoja na kuongea. Nimemsikia dada anasema amepita akawasalimia watu. Baada ya kuwasalimia ni shuhuda, wakajikuta wanamkamatisha mbwa. Kamata huyo, kamata huyo. Salamu tu. Unanielewa? Salamu. Yeye anageuka anasema nimefanya nini katika dunia hii? Eti anasema. Kuna muda mwingine unageuka, unanyamaza, unaendelea. Baada ya kusema haya maneno wakajikuta matusi yanaanza. Eti unamwambiaje Mungu? Uwalipe kama wanavyosema au unanyamaza? Watu wanaangalia, unawakela kwa haki yako tu. Ili hujawahi kuona mtu unamkela kwa kutoa msaada, unamkela tu. Ili mimi nakeleka, yeye kila muda ni wa kutoa msaada. Yeye kila muda akipata yako ametoa. Unaelewa sijui? Kuna mazingira yanakupa shida kupitia maamuzi unayoyafanya. Makana mume wako anakuambia umepeleka sadaka. Umepeleka sadaka, umepeleka watoto wakaimbe wimbo mmoja. Unaona kabisa hatuna dilisha. Hivi una akili timamu wewe? Na wengine nimesikia wanagombana kwa ajili ya mtu kutoa sadaka. Yaani kuna kitu kinaingia kwenye moyo kwa sababu hatufanani. Unanielewa? Ni sadaka walijikusanyia mwenyewe. Anasema yani mimi naumia. Yeye anakusanya sadaka, anapeleka mbele za Bwana. Badala alete hata mimi ndio nihesabu kwanza, anapeleka mbele za Bwana. Kuna mazingira yamekuwa magumu kwenye nafasi yako. Unahisi huwezi. Na mwingine anakuambia kabisa, unanitaka ndoa iendelee ufanye kama ninavyotaka. Hautaki ndoa inaishia hapa. Unajikuta sasa ndoa na Mungu nani bora? Unajikuta ndoa imeangukia kwenye kupendwa kuliko Mungu. Na sikuta tumepungua mbele za Bwana. Ukitenda dhambi kwa sababu ya dhiki inayokupata, sio mtu wa Mungu tena. Ndio maana Biblia inasema wengi wataanguka, wataacha. Kwa sababu ya dhiki hii, watakatifu wengi wa Mungu wataasi. Bado umesimama au tayari ulikwisha anguka? Sema mimi nafikiri kuzikwa tu ndio kimebaki. Eti bado uko hai au umekufa tayari? Kuna muda unagundua kuna mtu akupiga uchawi, anakuja mtu kabisa. Alafu sasa hivi unajua wanavyotibu. Sasa hivi hawapandishi wengi. Mapepo hayapandi sasa. Sasa wanatibu kisaikolojia. Nakwambia tu na kuona kabisa, yani mimi sio mganga, unanielewa, lakini natibu kwa njia ya asili. Ila sio mganga. Hayapandi sasa hizi. Wala yakipanda tu wanaogopa kwa jina la Yesu, kwa hiyo hayapandi. Anakuja kimya. Unajua anamwekea mtu apiga suti zake na nini? Kwambia tuchukua mpela, chukua na nini, koroga, changanya na nini, chukua na mavi ya mtoto, changanya, koroga, chukua sana nini, kiziba changanya, kunywa. Unajikuta
Saizi hayapati. Kwani nyinyi hamuendi jamani? Si mnaenda? Sema kaka Chazi usitusingizie. Mimi si wasingizii. Lakini kama hauendi sawa. Kama unaenda unajua kuna watu wanatibu kwa njia nini? Psychology. Yaani tayari wamekuwa kama masayansa. Unaelewa? Yaani sio watu ambao tayari wanaingia kwa habari ya nafasi hivyo. Sasa hivi tunawaogopa na sema wewe kwa jina Yesu moto, kwa jina Yesu moto, anasema hamna. Sasa hakuna, yanakuja kimya kimya. Mtu anaoteshwa tu, anaambiwa kuna mtu atakuja kesho, ana shida. Akishafika hapa kaeni kwa utulivu, zungumza naye. Huwa na figo linakusumbua, si sawa? Umejuaje dokta? Dokta umejuaje? Maana sasa watu tunaita madaktari. Alafu kuna wakati huwa ukikaa unapikinya sana macho. Ni kweli. Unajua Biblia imesema patatokea manabii wa uongo wengi. Manabii watazaliwa wengi. Patakuwa na manabii wengi sana siku hizo. Hiki ni kipindi cha uamsho. Roho inavamia mtu yoyote ambaye hana kazi. Anakuwa na kazi. Unaelewa? Matumizi saizi yamekuwa makubwa. Utakuta hapa na hapa tu. Kuna lile tukio la babu wa Liliondo, alikuja badali bibi wa Liliondo. Ulielewa? Yakatokea yale akapita kuna mbona kama mbinu imejulikana ikakata. Wakatokea manabii wengi wa kike ambao wana namna yao kwa nafasi yao. Kama wajumbe wenye nguvu fulani ya Mungu ndani, lakini wamesababishwa na hali fulani ambayo inaingia. Mtu wa Mungu ana tofauti sana kwa kumtazama. Ana tofauti kubwa. Biblia inasema watafanya vitu vingi lakini mtawajua kwa matendo yao. Kwa hiyo ni mtumishi wa Mungu kweli, amesimama ndio anayeongoza kanisa. Kapiga kisuruali fulani kimebana, kila kitu kwenye mwili wake kinaonekana. Hapa anasema usiangalie mwili, angalia roho. Unanielewa? Lakini Biblia inasema mwili ni hekalu la roho. Mwili ni hekalu la nini? La roho. Roho anaingia kupitia mwili. Ataingiaje huu mtupu? Yohana na Petro walikuwa wakivua samaki. Wakamwona Yesu anakwenda kutembea. Biblia inasema walikuwa hawajavaa nguo, wako uchi. Walivyomuona Yesu wakakimbilia nguo kwanza, badala wamkimbilie, wakaenda kuvaa kwanza, ndio wakaenda. Akamwambia kitoweo kiko tayari. Wamevua siku nzima hawajapata hata kadagaa. Na wenyewe zikiri washinda kwa watoroke kwanza. Waanze kusema unajua Yesu. Hebu sema Yesu, sema Yesu. Kila kwenye maji. Yesu akangoja niwafuate kule nikawatengenezea mazingira hawa watoto. Anawaambia chakula kiko tayari. Twendeni mkapate kiamsha kinywa. Sema tayari mzee, tayari. Petro kavua nguo zote, Yohana kavua nguo zote kwenye samaki. Wavuvi wa mume. Mtu yeyote ambaye amekaa kwenye maji baharini kwenye maziwa. Mle kwenye maziwa kweli ukiangalia mavazi ya mle ni mavazi fulani kama una mshipa wa aibu, huwezi kuangalia kabisa. Kuna watu wameenda kwenye kuvua Yaani ni mdada akavaa tu kichupi na nini anatembea wala hana shida. Unanielewa? Kama kuna wavuvi watakuwa naelewa. Hii kisisemi kama nakudanganya, nasema kitu ambacho tayari kipo. Au umeenda beach. Umepita mazingira ya beach Mazingira yale kuna wakati sio ya kwenda watumishi wa Mungu ovyo ovyo. Yaani kuna wakati ukifika unavuna roho mbaya. Ukirudi unakuwa na vitu vingine vyenye havipo. Acha tu tumle samaki lakini anatoka mbali. Kuna mazingira mengi magumu. Alivuliwa na mtu hajavaa nguo kabisa. Yeye akamdamba. Mngine wewe ukakuletea. Sasa si kwa sababu hatuendi kule unavua tu kule kujikuta zimeshavuliwa. Unakula sasa utafanyaje? Ni hali ambayo tayari ipo. Ndio kawaida. Kwa hiyo tunazungumzia mazingira ambayo tayari yapo, wakamuonea Yesu aibu, wakavaa nguo. Sasa ni mtumishi, ameingia katika mazingira haya, amesimama mbele za Mungu, yuko hivyo. Tunaamini kama huyu ni mtumishi wa Mungu kweli? Maana mtu yeyote aliye na roho Mungu, ndani ana hofu ya Mungu. Katikati amevarishwa, yeye ni hekalu la roho wa Mungu. Kwa hiyo mavazi yake, heshima yake ni kuu kuliko namna ufikirivyo. Na vyovyote itakavyokuwa, mtu yoyote ambaye ana huduma ambayo sio sahihi, lazima ana kitu ambacho sio sahihi. Lazima unataka ama hutaki, lazima uwe nacho. Anaweza kuwa mkorofi sana, anaweza kuwa ni mzinzi sana, lakini kila kitu atafanya, miujiza, ishara na mambo yote yatafanyika. Lakini shida yake itakuwa ni kwenye uzinzi tu. Kwa hiyo kila kondoo anayeingia anakula kwanza ndio anaendelea kufanya huduma. Nanielewa vizuri. Ni wamama sijui wataingia kwenye nafasi zao ndio hivyo. Maeleni mengi, mabangili mpaka kwenye macho, mengine ameweka hapa kwenye jicho.
Haleluya, mtumishi wa Mungu. Yaani anaona kabisa kwamba vile ndio vitu vya mpaka kuna muda aoni mpaka alifunue ndio aanze kukuangalia. Vitu vingi vya ajabu. Kwani yeye hamjakutana nao? Mtumishi wa Mungu ana mapete mengi, vidole vyote hivi. Mapete. Nielewa, lipete likubwa hapa limoja. Likubwa mpaka akikumlika hivi anasema kwa jina Yesu mmoja. Nasikia mwenyewe unapata shida. Pete huku, pete na huku. Na kwenye miguu kuna pete. Basi tu anakuambia tuliambiwa mali ya ulimwengu ni sehemu yetu. Piga makofi kwa Bwana. Unasema Mungu wangu, mbona kama hii hali mnaanza kuiona inakuwa tata. Kupigia vidole hivi vyote vina pete. Lakini kuna heshima mbele za Mungu. Yaani kuna namna Mungu anatembea na watu wake tofauti na unavyodhani. Ndio maana nilikwambia hata mimi siwezi kumtambua mtu wa Mungu kwa kujitambulisha. Na kutambua kwa kukuona tu. Sawa? Hata uvunge vipi, tutakujua tu. Unaweza ukafika sehemu ukafanya kwa sababu unataka watu wasikujue kama wewe ni yule. Lakini kuna muda utachoka, maana sio vitu vyako. Lazima utaacha tu. Unaelewa? Tulitembea na mtu mmoja ambaye alipendwa sana na watu katika huduma. Kafanya mambo yake. Siku moja tuko kwenye nafasi fulani tu ya kawaida, ya mazungumzo ya kawaida. Akajikuta amelipuka, akaongea maneno ambayo hayakuwa mazuri, baadaye akasema, "Sole, samani. Samani watumishi wa Mungu, samani." Lakini lile neno lilitupa tafakari baadhi ya watu. Ila watu wanasema usimfikirie mtu vibaya. Sawa, lakini kuna kitu Mungu anasema na wewe. Baada ya muda tukamkuta amesimama mahali anazungumza maneno ambayo sio yenyewe, hajatuona. Baada ya muda tukamkuta anamnyoshia mtoto kidole. Unajua kuna kile kidole cha kukuonya, alafu kuna kile kidole cha amri. Unaelewa kwamba mimi sio huyu mpole, mimi ni ile hali ikatupa nafasi ya kugundua nini kinaendelea kuhusu nafasi ya maisha yake. Mpole hata akitishiwa anakuwa mpole tu. Unanielewa vizuri? Kuna hali inakupata kwa sababu fulani. Lakini iko hivi, ukipatwa na dhiki, ukadondoka, wewe sio tena wa Mungu. Hiyo ndio tofauti. Unateseka kwa ajili ya haki yako, anayekutesa ana lengo la kukunyang'anya haki uliyoivaa. Kwa maana ukigairi kuendelea kutembea mahali pa haki, wewe sio wa haki tena. Unanielewa? Ulichoropoka kimya kimya kusema matatizo yako, ukajikuta umeenda umepiga ramli hapa na hapa na nini na nini. Sema, kaka, wala sio kama nilipiga ramli. Amna, alinipa tu dawa. Tena dawa wala hazina masharti. Sawa, hazina masharti. Lakini ni mganga. Unanielewa Umeponywa na mamlaka nyingine na Mungu mgeni. Na ni kwa sababu ya dhiki ambayo ilikuingia. Ukaona hapa naweza nikaondoka, nikifanya uzembe. Bwana anasema usimjaribu Bwana Mungu wako, kimbia. Tembea kidogo ukaangalia upepo unavyoendelea. Tunaamini kwamba Mungu anaweza kufanya kitu. Na yeye hufungua njia kwa usawa. Kuna wakati anasema jaribu lako lina mlango wake, nimeuandaa. Tulia tu utauona. Lakini namna gani unaweza ukasimama katika hali ambayo inakusumbua kwenye maisha yako? Mtumishi wa Mungu, unanielewa hapa? Kuna kitu Mungu anataka ufanye kwenye maisha ulionayo. Ni kweli unasumbuka. Ni kweli kuna nyakati unatamani uzivuke kabisa. Ni kweli hakuna shuhuda nzuri kama shuhuda ambayo imekubariki. Acheni Mungu aitwe Mungu. Nililia mimi. Nililia. Watu wote kimya huko. Kimya wanasikiliza. Niliteseka. Mume ananipiga kama karatasi na galagala. Kimya, hata mtoto usikia anacheza. Fukuzwa kama mbwa. Hebu piga makofi mbele za Bwana. Bwana amenipa gari jamani. Kuna watu wana nguvu. Kuna watu wanashangilia vibaya. Huko sio kushangilia. Huko ni kufoka, sio kushangilia. Kuna hali unaiona unagundua kabisa. Huyu anishangilia, huyu ananifokea. Yaani ni jinsi tu umesema shuhuda ambayo unaamini inawajenga watu. Sijakaa sawa Bwana akanipa nyumba. Sijakaa sawa Bwana akanipa mume. Sijakaa sawa nikapigwa watoto. Hivi ninavyosema sasa mtoto wangu ni wa kwanza Uingereza. Amechukua, anasoma chuo cha Oxford pale Uingereza. Ameongoza, ni wa kwanza.
Nyie msimchezee Yesu, nyie msimchezee. Unajua hizi shule watu wanazipenda sana. Utasikia watu wanasema baba niwe kama yeye. Mwingine hapa anaanza kujikuta analia, utanipa lini na mimi Mungu? Bado unawakumbuka wengine, kumbe huyu mwingine wala hata hajavitoa huko, anajua alikovitoa. Kwa sababu sio shuhuda zote zinatoka kwa Mungu, sio kweli bana. Unajua kuna watu wamepata ujasiri hata kusema mbele za Mungu na kusema uongo. Wanaweza kuwa na nguvu hiyo. Kwa sababu chukizo la leo vitapanda patakatifu pa Mungu siku sio nyingi. Na hofu ya Mungu itaondolewa. Kwa hiyo hapa takuwa na ile namna, ujanja utakuwa mwingi kwenye maisha ya mwanadamu. Maarifa ya mwanadamu yatazidi kupita namna unavyofikiri. Tunapozungumzia habari ya dhiki hii, tunaangalia uwepo wa nguvu ya mtu kwenye eneo kadiri ya namna anavyoishi na Mungu wake. Kanisa la Mungu, unajua hiyo eh? Unasimama mahali pa nafasi yako, unajifunza. Mateso yanayokupata leo ni kwa sababu ya neema ya Mungu ulionayo. Unafanya kazi, wakati mwingine unalima, unajikuta umevuna sado au debe mbili. Sawa, mazao yako yalipigwa na ukame yakakauka. Basi shetani tu alikufanyia namna fulani, lakini Mungu aliruhusu pia. Utarudi kumshukuru Mungu ama utaondoka zako? Kwa sababu mtu anakutana na dhiki, sio kwamba hafanyi kazi, anafanya. Anashughulika na mambo yanayomhusu kwa eneo lake. Kwa hiyo kuna kitu Mungu anakitaka kupitia namna ambavyo unaishi kama mtumishi wa Mungu. Kanisa la Mungu, nikutake tu. Nitaka nifundishe habari ya dhiki kwa ukubwa na nafasi hii. Najua utakuwa umeelewa kwa kiwango ambacho Mungu anataka uelewe. Vingine sio kwamba ni huzuni ya muda, lakini ni mateso unayopata kwa haki uliyoichagua. Mwambie Mungu akusaidie sasa. Mwambie Mungu akuponye. Natetemeka mai, mtumishi wa Mungu. Haya, Yesu na dawa, unachagua nini? Haya, madawa hayo hapo. Utatwanga, mengine utajipaka, mengine utakunywa, mengine utakologa. Kabla hujatoka utasema maneno, utajinyansia fundi utaenda. Kama hutaki, baki na Yesu wako ufe. Unataka tumia upone ukamtumikie Mungu. Unaanza kupiga hesabu. Kisikia mtu anasema, "We Mungu ni wa rehema. Sio mwepesi wa hasira. Hata tukikutenda dhambi unasamehe." Unajua amepaka huyo. Kwa hiyo anatafuta gia kumwomba Mungu msamaha. Unaelewa? Toba nyingine inakupa tu picha ya kujua huyu amevitianga walikokuwa, ameshavisababisha. Yaani unamsikia mtu anavyokuwa analia kwenye ile toba yake. Lakini Mungu, mimi nitakusikiliza. Tayari kuna jambo limeingia. Unaelewa? Ndio maana unaona Yesu alisimama pale akajua kuna dhiki inamfuata. Akasema sio kama nipendavyo mimi bali mapenzi yako yatimie. Unistahimilishe kushindana na kile kinachokuja mbele yako. Kanisa la Bwana, tuko pamoja eh? Unistahimilishe. Mungu anakutaka ukae kwenye usawa. Hauteseki kwa sababu hauna Mungu, unateseka kwa sababu unaye. Mateso yako yanakuja kwa sababu ya Mungu. Kuna mambo mengi unafanya biashara kama wenzako lakini hufanikiwi. Sio kwamba haufanikiwi kwa sababu tu labda kuna namna inawezekana Mungu hajataka. Shetani kakupiga kofi. Anataka apime upendo wa wewe na Mungu wako mahali uliko. Kwa hiyo kaa kwenye mstari ukijua hiki ni kitu ambacho tayari kipo kwenye nafasi yako. Maisha ni kutembea jinsi Mungu anataka utembee, na sio kutembea mwanadamu anataka utembee. Mungu akubariki sana. Amen.